Kwa jina naitwa Waziri Omari Waziri, mimi ni meneja mamlaka hali ya hewa kanda magharibi Tabora. Kwa unyenyekevu mkubwa napenda kuchukua nafasi hii kuwafahamisha kuwa mamlaka hali ya hewa Tanzania kupitia mkurugenzi mkuu imetoa mwelekeo wa mvua za msimu wa Novemba, Disemba, Januari, Februari, March, April 2025-2026 tarehe 17 mwezi wa 10 2025. Mwelekeo huo unaonyesha kuwa mikoa ya kanda ya magharibi ambayo inajumuisha mkoa wetu wa Tabora, Katavi na Kigoma inatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi. Na mvua zinatarajiwa kuanza wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Oktoba 2025 na zinatarajiwa kumalizika wiki ya 4 ya mwezi April 2026 na wiki ya kwanza ya mwezi Mei 2026. Aidha, tofauti ya msimu huu na msimu uliopita. Msimu uliopita tuliwatangazia wananchi wetu kuwa mvua zingekuwa za wastani hadi chini ya wastani. Lakini msimu huu utabiri ambao tunawasilisha leo tunatarajia kuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani. Kwa hiyo imekuwa ni kinyume chake. Mwaka jana msimu uliopita ilikuwa wastani hadi chini ya wastani. Safari hii ni chini ya wastani hadi wastani. Na ndiyo mambo ambayo yalijitokeza, mliyaona kwamba msimu ulianza vizuri msimu ule uliopita, lakini ilipofika February mvua zilikata pale. Zilikata mpaka wiki ya kwanza ya mwezi April. Wiki ya kwanza ya mwezi March, na kusababisha maeneo mengi ambayo mazao yalikuwa yanahitaji mvua kwa kipindi hicho kukauka. Sasa tathmini ambazo TMA tumezifanya baada ya msimu ule uliopita kumalizika zinaonyesha kuwa utabiri tulioutoa ulikuwa sahihi kwa 91.7, ikiwa ongezeko la 3.5 ikilinganishwa na msimu uliotangulia kabla yake. Kimsingi kwenye tabiri zetu uwe ule utabiri wa siku, utabiri wa siku 10, utabiri wa mwezi, utabiri huu wa msimu, tumekuwa tunatumia misamiati ambayo tunatumia misamiati ya wastani, chini ya wastani, juu ya wastani. Sasa wastani kwa maana ya zile mvua za kawaida katika eneo fulani. Kwa mfano kwa mkoa wa Tabora tuna wilaya 7. Kwa hiyo hizi wilaya 7 zimekuwa zinapata mvua tofauti. Na hizi ni tathmini za muda mrefu. Kwa mfano wilaya ya Tabora mjini yenyewe wastani wake wa mvua kwa kipindi kirefu tumeikokotoa wastani kwa kipindi cha miaka 30. Tukapata huu ndio wastani wa wilaya ya Tabora. Sasa wilaya ya Tabora yenyewe wastani wake ni milimita 810 mpaka 890. Huo ndio wastani. Kwa hiyo mvua inaponyesha mwisho wa siku au mwisho wa msimu tukaipima tukakuta kwamba kiwango chake kilikuwa ni kati ya milimita 810 mpaka 890, maana yake ni kwamba mvua ipo kwenye wastani. Na inapokuwa chini ya kiwango hicho, maana yake ni kwamba iko chini ya wastani. Na inapokuwa juu ya kiwango hicho, maana yake ni kwamba inakuwa juu ya wastani. Sasa hiyo ni kwa wilaya ya Tabora mjini. Kwa wilaya ya Igunga wastani wake ni milimita 740 mpaka 890 millimeters. Kwa upande wa wilaya ya Kaliua ni milimita 810 mpaka 890. Kwa upande wa wilaya ya Nzega manake ni 810 mpaka 890. Kwa upande wa Sikonge ni milimita 810 mpaka 890. Lakini kwa wilaya ya Urambo ni 880 na 960. Kwa upande wa wilaya ya Uyui ni milimita 740 mpaka 890. Kwa hiyo mvua inapokuwa juu ya viwango hivyo, maana yake ni kwamba ni juu ya wastani. Na inapokuwa chini ya viwango hivyo, maana yake ni chini ya wastani. Na taarifa hizi za wastani ama chini ya wastani na viwango hivi ambavyo nimevitaja ni muhimu sana kwa ajili ya uzalishaji. Kwa sababu kama utawahoji maafisa kilimo wanakuambia kila zao
lina kiwango chake cha mvua kinachohitajika ili liweze kukua na kukomaa na mpaka kufikia kuvuna kwa eneo husika. Kwa mfano mahindi yanaweza kawa na milimita ili tangu kupandwa mpaka mpaka kukomaa inahitaji milimita fulani. Kwa hiyo unaposema hivi viwango vya wastani vinawasaidia maafisa ugani, vinawasaidia wataalamu wa kilimo kuweza sasa kuwashauri wananchi wetu kwamba eneo hili au kwa kipindi hichi au kwa msimu huu wapande zao gani utakaweza kuhimili kiwango hicho cha mvua ambacho tunakitarajia. Utabiri huu wa msimu ambao nimeuwasilisha leo unaonyesha kuwa tunatarajia kuwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usio mzuri, hususan katika kipindi cha Novemba hadi Januari, yaani nusu ya kwanza ya msimu, lakini kipindi cha kuanzia Februari hadi April tunatarajia kuwa na ongezeko la mvua. Sasa athari na ushauri. Kutokana na mwelekeo wa mvua unaotarajiwa, jamii na wadau wa sekta mbalimbali wanashauriwa kufanya yafuatayo. Kwa upande wa sekta ya kilimo na usalama wa chakula, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha upungufu wa unyevu katika udongo na hivyo kuathiri ukuaji na maendeleo ya mimea na hatimaye kusababisha upungufu wa mavuno hususan kwa mazao yanayotegemea mvua. Pia kuna uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya na mchwa. Kwa muktadha huo basi, wakulima wanashauriwa kutafuta taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani kwa kuzingatia utabiri wa msimu wa wilaya husika katika kuchagua mbegu na zao sahihi katika maeneo yao. Aidha, wakulima na maafisa ugani wanashauriwa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu taarifa za mwenendo wa msimu kadri zitakavyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, yani TMA. Kwa upande wa sekta ya mifugo na uvuvi, kutokana na utabiri unaotarajiwa, upungufu wa maji unaweza kujitokeza, hivyo kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Hivyo wafugaji wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na vyakula vya mifugo, kufuatilia utabiri wa hali ya hewa na kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza na kuendelea kunufaika na hali ya hewa inayotarajiwa katika msimu huu husika. Lakini kwa upande wa sekta ya usafiri na usafirishaji, kwa ujumla sekta ya usafiri na usafirishaji inatarajiwa kunufaika kutokana na mvua za chini ya wastani hadi wastani katika msimu huu wa mvua. Hata hivyo, uwezekano wa vipindi vifupi vya ongezeko la mvua vinaweza kuathiri au kusitisha shughuli za usafiri na usafirishaji kwa muda. Hivyo, wadau wa sekta hii ya usafiri na usafirishaji wanashauriwa kuchukua hatua stahiki katika utekelezaji wa ujenzi, ukarabati na matengenezo kinga miundombinu mbalimbali pamoja na ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji ili kupunguza au kuzuia athari zinazoweza kujitokeza. Kwa upande wa sekta ya utalii na wanyamapori, upungufu wa mvua za msimu unaotarajiwa unaweza kusababisha uhaba wa malisho na maji kwa wanyamapori katika mbuga na mapori ya akiba na hivyo kusababisha migogoro kati ya wanyamapori na jamii zinazozunguka maeneo hayo. Wanyamapori wanaweza kuvamia makazi ya binadamu, hivyo kuongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa kwa mifugo. Hali hii pia inaweza kusababisha hatari kwa binadamu na wanyama wanaofugwa kutokana na kushambuliwa na wanyamapori hao. Sasa mamlaka husika zinashauriwa kuboresha miundombinu mbalimbali katika mbuga na mapori ya akiba na kujenga uelewa kwa jamii na ili kuchukua hatua stahiki kutokana na athari zinazoweza kujitokeza. Jamii inashauriwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika pindi wanyamapori wanapoingia katika maeneo ya makazi yao.
Lakini kwa upande wa sekta ya nishati, maji na madini, mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kusababisha kupungua kwa kina cha maji kwenye mabwawa na mtiririko wa maji kwenye mito. Hali hii ambayo inaweza kupunguza upatikanaji wa maji kwa matumizi mbalimbali na kusababisha migogoro kati ya watumiaji wakubwa na wadogo wa maji. Uzalishaji wa umeme kwa kutumia nguvu za maji pia unaweza kuathiriwa. Hata hivyo, ujenzi wa miradi mipya ya uzalishaji umeme pamoja na utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi unaweza kunufaika na hali hii. Katika sekta ya madini, uzalishaji wa madini kwa wachimbaji wadogo unaweza kuongezeka kutokana na upungufu wa mvua. Hata hivyo, shughuli za uchimbaji madini zinazotegemea maji kwa kiasi kikubwa zinaweza kuathirika. Kwa muktadha huo basi, matumizi endelevu ya rasilimali maji na uvunaji wa maji ya mvua vinapendekezwa, hasa kwa ajili ya umwagiliaji, uzalishaji wa umeme wa maji, usindikaji wa madini, pamoja na matumizi ya viwandani na ya majumbani. Aidha, jamii pamoja na mamlaka za maji na nishati zinashauriwa kuchukua hatua stahiki na tahadhari ili kulinda miundombinu na kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Lakini kwa upande wa sekta ya afya, kimsingi mwelekeo wa mvua unaotarajiwa unaweza kulazimisha jamii zetu kutumia maji yasiyo safi na salama. Hivyo mamlaka zinazohusika na afya ya umma pamoja na wananchi kwa ujumla wanashauriwa kuchukua tahadhari muhimu za kiafya ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Tahadhari hizo ni pamoja na kuhamasisha jamii kutibu maji kabla ya kuyatumia, kunywa maji safi na salama, na kuhakikisha upatikanaji wa akiba ya kutosha ya dawa na vifaa tiba. Lakini kwa upande wa usimamizi wa maafa au management za maafa, hali ya upungufu wa mvua inayotarajiwa inaweza kusababisha upungufu wa maji safi na salama, kupungua kwa uzalishaji wa chakula na uhaba wa malisho kwa mifugo. Vile vile, vipindi vifupi vya mvua kubwa vinaweza kujitokeza na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Matukio haya yote yanaweza kuleta uharibifu wa miundombinu na mazingira, milipuko ya magonjwa pamoja na upotevu wa mali na maisha. Hivyo basi, idara zinazoshughulika na usimamizi wa maafa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali nchini inashauriwa kuendelea kuratibu na kutekeleza mipango ya kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Lakini kwa upande wa vyombo vya habari, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuweza kutoa shukrani zetu za dhati kwa vyombo vya habari ikiwemo CGFM kwa kazi kubwa inayoifanya ya kufikisha taarifa zetu kwa wananchi kwa wakati. Lakini zaidi, vyombo vya habari vinashauriwa kuendelea kufuatilia na kusambaza kwa wakati taarifa sahihi za utabiri na tahadhari za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa lengo la kuhabarisha jamii na kusaidia kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Aidha, vyombo vya habari vinashauriwa kushirikiana na wataalamu wa sekta mbalimbali ili kuandaa na kusambaza makala na ripoti mbalimbali za hali ya hewa zenye lugha rahisi zinazosaidia jamii kutumia taarifa hizo katika kupanga na kukabiliana na athari za hali ya hewa zinazoweza kujitokeza. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inawashauri watumiaji wote wa taarifa za hali ya hewa ikiwa ni pamoja na wakulima, wafugaji, mamlaka za wanyamapori, wasafirishaji, mamlaka za maji na afya kuendelea kuzingatia ushauri wa wataalamu katika sekta husika. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania itaendelea kufuatilia mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na kutoa mirejesho ya mwelekeo wa mvua nchini kadri inavyohitajika.